Benki Kuu ina matarajio makubwa kutoka kwenu baada ya semina hii, kwa kuwa tumeandaa wataalamu wabobezi kutoka vitengo mbalimbali kuja kuwapa elimu kuhusu mada mbalimbali, hivyo kukuza uelewa wenu kuhusu masuala hayo. Kwa kipindi hiki cha siku 2 za semina yetu, mada zifuatazo zitatolewa na wataalamu wetu. Ya kwanza itakuwa ni muundo na majukumu ya Benki Kuu na sera ya fedha inayotumia riba ya Benki Kuu. Na katika mada hiyo mtaalamu wetu atafafanua namna Benki Kuu ilivyo kiutawala na majukumu yake ya msingi yaliyopo kisheria, na pia jinsi riba ya Benki Kuu inavyotumika kudhibiti mfumuko wa bei. Pia mtapata elimu kuhusu hati fungani na maana ya Benki Kuu kununua dhahabu kama akiba ya taifa. Mtapata elimu pia kuhusu huduma ndogo za fedha na usajili wa vikundi ambavyo vinatoa huduma ndogo za fedha. Mtapata elimu kuhusu ulinzi wa mtumiaji wa huduma za fedha kupitia mfumo unaoitwa Sema na Benki Kuu au Sema na BOT. Mtapata elimu kuhusiana namna Benki Kuu inavyosimamia mfumo wa malipo ya nchi, utambuzi wa alama za usalama katika noti zetu, lakini pia namna ya kupata makala na stori nzuri kutoka kwenye ripoti za Benki Kuu ambazo zinapatikana kwenye tovuti yetu. Hizi ni mada muhimu sana na zinazokwenda na wakati wa sasa. Tafadhali naomba msikilize kwa makini, muelewe, na pale ambapo haieleweki ulizeni maswali. Mwishoni mwa semina hii ni vizuri kila mmoja ajipime na kuona kama ameelewa vizuri kuhusu Benki Kuu na majukumu yake. Kutokana na umuhimu wa mada hizo kwa jamii, semina kama hizi zitaendelea kutolewa mara kwa mara kwa lengo la kukuza uelewa wa waandishi wa habari kuhusu majukumu ya Benki Kuu. Ndugu waandishi wa habari, mwishoni kabisa ni matarajio yetu kwamba katika semina hii, mbali na kujifunza mada hizi zilizoandaliwa, pia mtapata habari na makala kwa matumizi ya vyombo vyenu vya habari. Tunatarajia kwamba mtapata uelewa mkubwa kupitia mada ambazo tumeziandaa, na pia mtaandaa story mbalimbali ambazo tutaanza kuziona kuanzia leo jioni kwenye vyombo vyenu vya habari, kwa sababu tunatumia pia jukwaa kama hili na fursa hii ambapo tuko na nyie waandishi wa habari ambao ni wabobezi kabisa, kwa sababu naamini sio kwamba tumechaguliwa tu au tumewachagua tu, lakini ni kwa sababu nyie ni waandishi wa habari wabobevu. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba tutapata stori nzuri na kwa wingi kupitia kwenye vyombo vyenu vya habari. Lakini pia kama tulivyosema, huu ni mwaka wa 14 sasa tangia Benki Kuu ianze kutoa semina hizi. Kwa hiyo tuna makundi mengi ya waandishi wa habari kutoka mikoa mbalimbali na kanda mbalimbali ambazo tayari tumekuwa tumeshapita huko. Tutaendelea kushare na nyie taarifa mbalimbali ambazo zinatokea ndani ya Benki Kuu, tukiamini kwamba kwa kushare na nyie mtazitumia habari hizo kuendelea kuzipeleka kwenye vyombo vyenu vya habari.